Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Wiki hii tunaangalia upuliziaji wa mikorosho katika wilaya ya Tandahimba, mkoani Mtwara. Wilaya ya Tandahimba ina ukubwa wa kilomita za mraba 1673 na inakadiriwa kuwa na wakazi wapatao 241,000. Na zaidi ya 79% ya wakazi wa wilaya hiyo wanajishughulisha na kilimo hasa cha zao la korosho. Wilaya hiyo inaongoza hapa nchini katika uzalishaji wa zao la korosho. Msimu wa mavuno uliopita, wilaya ya Tandahimba imeweza kuvuna tani 68,399 za korosho, ikiwa ni kiwango cha juu hapa nchini. Timu ya Kilimo Ajira Yangu ilipiga hodi kwa mkuu wa wilaya hiyo, ndugu Sebastian Waliuba, na kutaka kujua nini hasa siri ya mafanikio ya kilimo cha korosho katika wilaya yake. Wilaya yetu ni wilaya ambayo wakazi wake wengi 79% wanashughulika na kilimo. Na kilimo cha mazao ya kilimo ya chakula na biashara. Lakini sana wilaya yetu sasa inazingatia sana zao la kilimo cha korosho. Korosho ndio uti wa mgongo wa wilaya hii ya Tandahimba, kiuchumi pia na kwa ujumla. Zao la korosho tunalima kwa wingi sana katika wilaya hii. Katika miaka ya 97 uzalishaji kilikuwa kama tani 13,000 kwa mwaka. Lakini hivi sasa tumefikia mpaka tani 68,399 hivi, kama tuseme wastani wa tani 70,000 kwa mwaka. Kama ni asilimia karibu 580. Kwa hiyo uzalishaji ni mkubwa sana wa korosho. Ni zao ambalo kwa kweli kiuchumi linasaidia sana wilaya hii, na linasaidia pia katika uchumi pia hata chakula, maana tunategemea watu wanapokuwa wamezalisha sana, wakiuza watapata pesa, na hata kama kuna upungufu wa chakula pia wanaweza kuna vyakula mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali. Wilaya yetu haina njaa kabisa. Tunalima mazao ya mhogo ya kutosha na nafaka na mbegu na mazao ya jamii ya kunde ya kutosha kabisa. Kwa mwaka jana sisi wilaya Tandahimba tumevuna tani 68,399 za korosho. Kiasi hii kikubwa sana cha mazao ya korosho, na katika hili tumeweza kuingiza fedha bilioni 234 katika wilaya Tandahimba. Lakini hela ambazo zimezunguka wakulima ni bilioni 217. Fedha ambazo zimesababisha kiwango cha uwezo wa mkulima kuwa na uwezo kwa wastani wa shilingi kama milioni 1 kwa mwaka. Yaani kama Mtanzania mmoja wa Tandahimba ukimgawanyia fedha zile, ana uwezo kabisa wa kuishi zaidi ya $1 kwa siku. $1.2. Kiwango ambacho kwa kweli unaonyesha kwamba uchumi wao ni mzuri. Lakini katika hili tumeendelea kuasisitiza wananchi wetu, kikubwa zaidi wahakikisha kwamba wanajikita katika elimu, kuhakikisha kwamba uchumi wa korosho ambayo ni dhahabu ya kijani katika Tandahimba unawasaidia kuboresha elimu kwa watoto wao, kuboresha pia makazi na malazi, na pia kuboresha afya. Kwa hiyo tumeendelea kuwashawishi na kuhamasisha wananchi wajiunge na CHF. Na hivi tumeona matunda yake, kwa sababu watu wengi wamejiunga na wanahamasika zaidi. Na pia watu wengi wamejenga nyumba za kisasa, wameboresha hata visima vya maji na kuchimba visima vya maji na kuongeza vyoo, wamejenga mashule yanajengwa, nyumba za kuishi ni nzuri kabisa. Na ni wilaya moja nadhani kama Tanzania ni moja wapo ya wilaya ambazo zina nyumba bora za kuishi wakazi wake. Asilimia kubwa kabisa nyumba za huku ni nzuri kabisa ukilinganisha na maeneo mengine. Ni nyumba bora. Na simenti watu sasa hivi wanajenga, na waendelea na mwaka huu tunategemea pia kuzalisha zaidi, maana ndio malengo yetu. Kwa tunaendelea vizuri katika uboreshaji wa zao la korosho. Lakini katika mwaka huu pia tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwezesha na kupata pembejeo bure. Jambo hili pia limehamasisha uzalishaji, na tumepata pembejeo za kutosha. Mgao wetu ni tani 4,717. Katika hizi mpaka sasa tumeshapokea tani wastani wa 61% ya pembejeo.
tumesambaza 58%, tunaendelea zingine kusambaza, tunasubiri ziongezeke alafu ndo tuzisambaze. Kwa kiasi hiki kinasaidia wakulima kupata pembejeo na kupuliza mikorosho yao. Na katika kuboresha uzalishaji, tumehimiza na tumesisitiza kila mkulima ahakisha anapalilia mikorosho yake na anaipulizia, na hili litaongeza uzalishaji. Na pembejeo, tunaendelea kupokea pembejeo kutoka bodi ya korosho ya Tanzania. Tunashukuru wanajitahidi, japokuwa zinachelewa, lakini tunaona kwamba ni changamoto ambayo tunaweza kuikabili, kwamba angalau hata kipindi hiki sasa tunaweza tukavuta kidogo muda, lakini watu wanaendelea kupulizia. Na baadhi ya mikorosho mingine inatofautiana kutoka kusini kwenda kaskazini. Eneo la kusini wa wilaya Tandahimba, mikorosho yao imeshatoa maua katika kiwango cha kutoa hata mbegu, yani tunaita tegu. Kaskazini bado kidogo. Kwa hiyo tumekwenda kwa awamu, na tunavipulizia, tunapata pembejeo, tunapeleka kusini zaidi, tunaanza na pulizia, tunasogezea upande pia wa kaskazini. Kwa uzalishaji wa korosho tunatarajia mwaka huu tuzidi zaidi ya tani 70,000 kwa mwaka. Wilaya hii inaongoza Tanzania kwa uzalishaji wa korosho. Maana tunatoa kama wastani wa zaidi ya 30% ya uzalishaji wa korosho Tanzania nzima. Kwa hiyo kwa kweli sisi ni uzalishaji wakubwa. Tunachokitaka sasa na kusisitiza wananchi ni kwamba uzalishaji huu sasa uonekane, utafsiriwe katika maisha ya Mtanzania, katika maisha ya mwana Tandahimba. Barabara ziboreshwe, huduma zote za kijamii, miundombinu ya maji, kila huduma iboreshwe ikijikita na uzalishaji unaokuwepo. Ndio hayo ambayo kwa kweli kwa msingi wetu tumeendelea kuhamasisha na wananchi wametuelewa. Kutokana na mapinduzi makubwa ya mavuno ya zao la korosho hapa nchini yakiongozwa na wilaya ya Tandahimba, wananchi wa wilaya hiyo wamepokeaje uamuzi wa serikali kugawa bure pembejeo kwa wakulima wenye mashamba ambayo yana mikorosho iliyofikia kiwango cha kuzaa? Kuhusu pembejeo, wananchi wanapongeza sana serikali kwa kuleta pembejeo bure. Na tunaomba pia hata mwakani Mungu akipenda iwe hivyo pia. Cha msingi ni kwamba sasa baadaye tutaomba tu bei elekezi iwepo, kwa kuwa pembejeo hazitoshi, maana uzalishaji ni mkubwa sana. Pawepo hata bei elekezi kwa pembejeo zile ambazo zitakuwa zinauzwa nje, ambazo zitakuwa nje katika sokoni, tauzwa sokoni, basi ziuzwe kwa bei ambayo itakuwa serikali imetoa elekezi kwamba bei mwisho mfuko wa salfa wa kilo 25 pengine uuzwe 25 au 30 iwe mwisho. Ili mtu anapokuwa amekosa pembejeo ile bure haitoshi, basi ajikite katika kujinunulia na kujiongezea. Lakini kwa uzalishaji kwa kweli watu wameridhika na wanafurahia sana mfumo huu. Lakini pia tumeendelea kuhamasisha watumie wataalamu wao walionao katika ngazi zote za kata na vijiji, na ndivyo tulivyofanya. Na tunahamasisha kwamba nchi yetu, eneo letu Tandahimba haliwezi kuzalisha sana vizuri zaidi kama hatakuwa na ulinzi na amani. Kwa hiyo tuone usalama wa wananchi wetu, tumewafundisha, tumewaelekeza kila tunapopita vijijini kwa hamasisha maendeleo. Tunawaambia tafadhalini zingatieni amani, utulivu na upendo. Baada ya mpango wa kugawa bure pembejeo kufanikiwa, tukaona bora twende kwa afisa kilimo wa wilaya ndugu Isa na Umanga ili kupata ufafanuzi wa hali ikoje huko kwa wakulima. Sisi kama wataalamu tunahamasisha wananchi wetu kwamba namna wakiweka mashamba katika hali nzuri, kuondoa vyanzo vya magonjwa, vyanzo vya wadudu, uwezekano mkulima kuzalisha korosho nyingi ni mkubwa. Ili mradi tu mvua ziwe za kutosha, na siku zote huwa tunawaambia wananchi wetu kupunguza matumizi ya viuatilifu kwa kuweka mashamba katika hali ya usafi, kutibua vizuri ili kuruhusu maji ya mvua yaweze kunywea ardhini. Ardhi iweze kutosha maji, ipate maji ya kutosha, mizizi ipate maji ya kutosha ili mmea uweze kustawi vizuri. Kufanya hivyo tunaweza kupunguza matumizi ya viuatilifu ambavyo si vya lazima sana. Lakini kiujumla niseme kwamba pembejeo kwa mwaka huu ipo ya kutosha, japo si kwa kiasi kile ambacho tulikuwa tumetegemea, kwa sababu bado mkulima yule ambaye alikuwa anahitaji mifuko 5 anajikuta anapata mfuko mmoja, yule ambaye alikuwa anahitaji mifuko 50 anapata mifuko 4. Kwa hiyo ipo changamoto eneo. Lakini kama nilivyosema awali kwamba wananchi wetu, kwa sababu wanajua korosho ni uhai na ni uchumi wa wilaya na uchumi wa mtu mmoja mmoja, watia nguvu katika zao la korosho. Mkulima akishazalisha korosho zake, akishauza, akipata pesa, anatenga kiasi fulani cha fedha kwa ile kununua pembejeo, hasa kizingatia kwamba pembejeo za serikali hata siku moja haziwezi kukidhi mahitaji yake. Changamoto ya utoshelezi wa pembejeo kama nilivyosema ipo, lakini ina wananchi wenyewe kutumia juhudi zao, wanatafuta njia mbalimbali kuweza kupata
hizo dawa ili kuweza kuongeza lile eneo ambalo serikali imeshindwa kuzifikia. Kama nilivyosema, sasa hivi tumefika 60%, na kwamba kwa taarifa tulionayo sasa hivi ni kwamba akiba iliyopo kule maghalani ni kama tani 176, na kwamba mzigo unaendelea kuja. Tunategemea ndani ya wiki hii tutasambaza kwa mara nyingine tena, kwa sababu tunasambaza kwa installment, tunasambaza kidogo kidogo. Zikifikia hatua fulani tunaanza kusambaza. Sasa hivi tuna awamu 4 tangu tumeanza kusambazaji, lakini tunasambaza ikishafika tani labda pengine tani 250, 300 huwa tunasambaza. Lakini kiwango tunachosambaza kama nilivyosema ni kwamba kinakuwa kidogo kwa sababu hazifiki zote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo zipo changamoto za aina hiyo, lakini serikali kwa namna moja au nyingine imejipanga. Kila mara inahakikisha kwamba hizi pembejeo lazima zifike. Ingawa tunakiri kwamba inawezekana kidogo mwaka huu zimechelewa kufika pembejeo, zimechelewa kufika kwa sababu ya mchakato kama ulichelewa, na vile maandalizi kwa maana tulikuwa katika mfumo kuchangia, la baadaye ukaja katika mfumo wa pembejeo bure. Kwa hiyo mchakato wa pembejeo bure na wenyewe umechukua muda fulani kufanya hizo pembejeo ziweze kufikia tu mpaka sasa tulipofikia. Lakini sema kwa ujumla zoezi linaenda vizuri, changamoto tunaendelea kuzikabili. Pale ambapo inaonekana kwamba kuna ubadhilifu wa pembejeo, kamati ya pembejeo wilaya ipo mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanahujumu wanakamatwa na kufikishwa katika vyombo vya sheria. Tayari mpaka sasa hivi kuna watu kadhaa ambao tulishawanasa wakatia katika mikondo ya sheria, na zile pembejeo waliweza kuwarudisha kwa wakati, na zoezi bado linaendelea. Swala pembejeo la kuisha muda pembejeo au kwamba sizofaa, sijapata malalamiko yote wala kusikia. Wakati tukiwa katika harakati za kuandaa kipindi hiki, tulisikia kuna baadhi ya pembejeo ambazo zinasemekana zimekwisha muda wake ama hazina kiwango kinachotakiwa. Lakini baada ya kuongea na wakulima wachache, walisema hawajapata madhara na pembejeo ambazo wanazitumia. Timu ya kilimo Ajira Yangu ikaona ni vema kwenda kwa mkurugenzi wa bodi ya korosho ambao ndio waagizaji wa pembejeo hizo kwa sasa ili kupata ufafanuzi. Unajua bodi ilichukua hizi kazi za kuagiza pembejeo kutoka kwenye mfuko mwezi wa 12 mwaka jana. Hiyo sulfa iliingizwa hapa nchini, au hizo pembejeo ambazo zina kazi zilipitwa na wakati zilikuwa zimeagizwa na mfuko na ziko kwenye maghala. Ziko kwenye maghala mawili Mtwara ambayo iko hizo pembejeo ambazo zinahisiwa kwamba kuna baadhi zingine ziko hai, lakini zingine zinaonekana kama zimekwisha muda wake. Lakini anaoweza kuthibitisha kwamba pembejeo yote imekwisha muda wake ni wa taasisi ambazo zimewekwa na serikali kwa ajili ya kupima hivyo, ambao ni CPRI au mkemia mkuu wa serikali. Kwa hiyo hizo bodi ni maghala yaliyorithi kutoka kwenye mfuko. Bodi haikuwa na ghala mpaka mwezi wa 12 ilipochukua kazi za mfuko ule, ndio ikakuta kwamba ina maghala na hizo kuna pembejeo ambazo zinahisiwa kwamba zimekwisha muda wake. Zile ambazo zinakuja zilizoagizwa na bodi sasa hivi ndio hizo zinaweza kwenda kwa wakulima. Hizo ambazo zinazungumzwa kwamba zimekwisha muda wake hazijatolewa, na ninachozungumza ajitokeze mkulima ambaye amepewa hiyo, kwamba mimi nimepewa hii ambayo nimepewa na bodi. Swala dogo tu ni kwamba mkulima gani amepewa ile sulfa akasema mimi nimegawiwa hii. Sidhani kama inaonyesha zimekwenda kukuta kwenye ghala, na hilo ghala lipo karibu miaka 3 nyuma kabla bodi haijachukua hiyo kazi. Hilo ghala lipo na hizo pembejeo zipo. Tumemsikia mkurugenzi wa bodi akitoa ufafanuzi wa jambo hilo. Tukaamua kufunga safari mpaka wilaya ya Tandahimba katika ghala la Taneko, na bahati nzuri tukakuta magari makubwa mawili yanashusha pembejeo. Hapo tukakutana na wasimamizi ambao wanapokea mzigo huu, Robert Joho ambaye ni mhasibu wa bodi ya korosho, na Mendrad Malolela, afisa ugavi bodi ya korosho. Tuko hapa kwa ajili ya kupokea pembejeo za sulfa
ya unga na za maji. Kwa pembejeo za maji tumeshapata zote na tumeshazigawa kwa wilaya ya Tandahimba na Nyamba. Tumekwisha kupata zaidi ya tani 3,493 mgao wa kwanza, ambazo tumezigawa kwa wilaya ya Tandahimba na Nyamba, na sasa hivi tunategemea tupate zaidi ya tani 1,800 hivi kwa wilaya hizi zote mbili. Tumeshapata kuanzia juzi mpaka leo hii, tumeshapata zaidi ya tani. Tarehe 3 na 4 tulipata tani 218 na kilo 125, na jana tarehe 14 tumepokea tani 126, na sasa hivi kama unavyoona tuna tani 60, kwa maana kwamba magari mawili ya kila gari limechukua zaidi ya tani 30, zina tani 30. Kwa hiyo bado tuna mahitaji makubwa, na ukizingatia kwamba Tandahimba ndio mzalishaji mkubwa wa zao la korosho. Vile vile kuanzia tarehe 19 mwezi wa 7 2017 tulipokea dawa za maji aina mbili, ambayo moja ni Lavu na nyingine Mupafos, ambapo Lavu tumepokea jumla ya lita 1634 na Mupafos tumepokea 1634. Dawa zote hizi mbili ni dawa ambazo zitagawanywa, watapewa Tandahimba pamoja na watu wana Nyamba. Kwa hiyo tunaomba kwa sasa hivi ziko kwenye godown letu ile ya Tandahimba waweze kutengeneza utaratibu, waweze kuchukua hizo dawa mbili ambazo ni Lavu pamoja na Mupafos. Hizi dawa ndio zilizokuwa dawa za mwisho kuingia, dawa za maji kwa ajili ya matumizi ya upuliziaji. Ni hayo. Tunategemea pia kupata ile kuna Mupafidan. Mupafidan tunategemea tutaipata, ingawaje kuna ucheleweshaji kidogo, nafikiri ulichelewa kidogo kati ya msambazaji wetu ambaye aliyepata tenda kutuletea, amechelewa kuleta dawa ya Mupafidan. Kwa hiyo mimi naipongeza serikali sana. Jambo la kwanza, haijawahi kutokea miaka 56 leo tunazungumza toka tumepata uhuru. Serikali ikasema tunatoa dawa bure. Kwa mara ya kwanza ndio imetokea mwaka huu. Sasa ukiona mtu anataka kusema jambo hili kwa kubeza au kutaka kupotosha, basi yeye ana dhamira yake tofauti. Na jambo lolote kwa mara ya kwanza haliwezi kuwa smart. Lolote lile. Sawa na leo mimi mbunge tutake mwaka mmoja tunimalize kila kitu, siwezi. Kwa hata hili jambo kwa bodi ya korosho ambayo mkurugenzi wake ndo amepewa kuati pale baada ya kuondolewa mkurugenzi wa bodi ya korosho, wametangaza mwezi wa 6, leo tunapata dawa. Mtu ukisema mkurugenzi afanye kazi au bodi ya korosho ifanye kazi, wote kwa ni mtu wa ajabu sana. Letu Tandahimba sio pembejeo mbaya, kwa sababu hata ukienda shambani kwangu maua yanachangamka na korosho inazaa. Kwa hiyo inaashiria kwamba pembejeo niloitumia ni pembejeo mzuri, na ipongeza pia na bodi. Wakati tulopata ni wakati mwafaka na tamko limetoka mwezi wa 6. Nimpongeze sana mkurugenzi wa bodi ya korosho Tanzania. Amekwenda na wakati. Tulifunga safari mpaka shambani kwa mzee Bakari Saidi. Huyo ni mkulima bora wa mwaka huu ambaye alipata tuzo katika maonyesho ya 88 mwaka huu katika viwanja vya Ngongo mjini Lindi. Na bahati nzuri tulimkuta shambani akiendelea na shughuli za upuliziaji mikorosho yake. Hili zoezi nilifanya maandalizi ya kununua dawa hizi aina ya Wida. Kwa tulianza kuweka kuanzia mwezi wa 2 mpaka wa 3. Tukawa tumepuliza kwenye nyasi zikafa. Kwa hiyo sasa hivi tunafanya maandalizi tena kulimalima pia na kununua madawa. Kwa hiyo tumeshaanza kuyapuliza huko shambani.
hili swala mpango ulikuwa vizuri ulivyoandaa serikali, lakini pia sisi unatubana kidogo kwa sababu dawa tunapata kidogo mno sana. Ingawa sisi wenyewe tuna uwezo wa kununua dawa, lakini sasa mifumo yake, sababu dawa haipatikani kwa wingi, kwa hiyo hata madawa yanachangia kwa bei kubwa sana. Kwa sababu dawa zinazokuja hizi zinakuwa kidogo. Hizi tunazoendelea nazo sisi bado ziko vizuri. Na tunasikia kama serikali walikamata dawa ambazo zilikuwa zitaka kutuletea madhara, lakini wao wakazizuia. Lakini hizi zilizofika huku ziko tu vizuri. Hizi ubora wake huko vizuri. Hizi dawa zina ubora tulizozipokea hizi kwa sababu tunapuliza hazijaleta madhara. Kwa hiyo mimi nasema kama zina ubora dawa aina zote tulizopata. Ni muda kama siku 3 mpaka siku 4 tunaweza tukawa tunafahamu kama hizi hapa zina ubora au zina ubora. Kwa sababu ukipuliza baada ya siku 2 mpaka siku ya 3 tukienda kwenda kuangalia tunaweza tukaelewa dawa iliyo na madhara. Sababu haichukui muda mrefu kutupa majibu. Mtazamaji, mpaka hapo tumefikia mwisho wa makala hii ya leo. Usikose wiki ijayo muda na wakati kama huu. Asanteni.